Injili isiyogoshiwa, injili isiyokuwa ya kupaka mafuta, injili ya moja kwa moja kutoka juu mbinguni hadi kwetu sisi wanadamu. Bwana, Chato FM sauti ya maendeleo ipo kwa ajili yako, na mtumishi wa Mungu yuko kwa ajili yako kuhakikisha wewe unapata ile injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyo ya asili. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Basi nimkaribishe mtumishi wa Mungu ambaye amejiandaa kwa siku ya leo kwa ajili ya kutupa lile neno la upako kutoka kwa Mungu. Karibu baba. Asante mtangazaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asante sana. Ni wakati mzuri kabisa, ndugu msikilizaji ambaye sasa uko pamoja nasi katika wakati huu. Ni wakati mzuri kabisa ambao sasa tunaenda kusikiliza neno, ile injili ya asili ambayo alihubiri Yesu mwenyewe alipoanza kazi ule mwaka wa 30 mpaka mwaka wa 33 alipokufa na kufufuka akapaa kwenda mbinguni. Alinena ya kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Hii ndio injili ambayo tunaihubiri sasa toka pale mwaka wa 33 mpaka wakati huu. Ni miaka 2000 imepita toka Yesu Kristo amekufa pale msalabani, na bado inaendelea kwa kundi dogo ambayo imevijificha sana, lakini inakuwa wazi sana kwa wateule. Ndugu msikilizaji unayenisikia, jana tulikuwa na somo letu ambalo lilikuwa linazungumzia ubatizo. Napenda tu kuweka msingi kidogo ya kwamba ubatizo tuliona vizuri sana ya kwamba ubatizo ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hakuna mtu hata yeyote ambaye aliwahi kubatizwa ndani ya Biblia kwa vyeo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bali ni kwa jina la Yesu Kristo. Neno ubatizo, kwanza neno ubatizo ni neno la Kiebrania. Lakini maana Biblia imeandikwa kwa Kiebrania na kwa Kiyunani. Kwa hiyo kwa tafsiri yetu ya lugha yetu ya Kitanzania ya Kiswahili, neno batiza maana yake ni kuzamisha au kutosa. Kwa hiyo Biblia inaposema ya kwamba tubu ukabatizwe, ina maana kutubu. Kwanza kutubu ni mtu mkubwa ambaye kutubu kutubu ni kubadilika, ni kujutia, ni kugeuka yale na kujutia yale uliyoyafanya. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya ubatizo, tunabatiza mtu ambaye amejitambua, mtu ambaye anajua mema na mabaya. Hayo ndiyo maandiko yaliyosema. Hatuwezi tukabatiza watoto wadogo, maana mtoto mdogo hawezi kutubu. Mtoto mdogo hawezi, yeye ni kama malaika. Kwa hiyo watoto wadogo tunawaona kipindi cha Yesu, wao waliwekewa mikono. Alisema acheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo atubatizi watoto wadogo, tunabatiza mtu ambaye amejua mema na mabaya, kujitambua. Huyo ndiye anayetubu na kubatizwa. Kubatizwa ni kuzamishwa majini, kwa sababu ndiyo Kiswahili cha neno batiza, na Kiebrania ni kuzamishwa majini. Kwa hiyo msikilizaji unayenisikia, unahitajika uzamishwe majini kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa leo sasa tunaingia sasa katika somo letu. Lakini pia kabla hatujaingia katika somo letu, wapendwa wasikilizaji mnaonisikia, napenda tena nijitambulishe mbele yenu ya kwamba kwa jina naitwa mchungaji Tito Obadia Jackson kutoka kanisa la Waaminio wa Neno Lisemavyo. Pale Rwezera ndiyo makao yangu makuu ninapokaa. Ukifika pale Rwezera, basi ukiuliza mchungaji Tito, ninakukaribisha karibu kanisani. Jumapili tutakuwepo pale, tutakuwa na maombezi. Kwa hiyo ndugu yangu yeyote yule ambaye wewe unajisikia kwamba wewe una matatizo mbalimbali, shida, maradhi, magonjwa, injili ya asili iliyoweza kutumwa na mitume wakaandika kitabu cha Matendo, ndiyo tunayoiendeleza. Tunaombea wagonjwa, wale walioko upande kule Rwezera mnatupata vizuri, basi mnaweza mkafika pale. Na wale walioko upande wa Buseresere pale kuna namba, mnafika pale. Jumapili mnaweza mkaombewa. Kama wewe una maradhi, magonjwa, upofu wowote ule, kila kitu chochote kile, unakaribishwa kuombewa pale. Kuna Chato hapo, kuna Chato hapa. Basi unaweza ukafika hapa Chato, huduma hiyo ya maombezi inapatikana. Na Mungu awabariki sana. Tunaomba bure kabisa, maana ndio injili ya Yesu Kristo. Na
kwa sababu ndio mojawapo ya somo ambalo tumelilenga katika siku ya leo, jamani, mtasikiliza. Naomba ndugu yangu, mahali pale ulipo sasa, hebu uchukue daftari lako, uchukue kalamu yako, maana sisi tunaenda kwa neno. Hatuthibitishi kitu chochote ambacho hakimo ndani ya maandiko. Biblia ilisema usiongeze wala usipunguze. Akafunga na Biblia katika kitabu cha Ufunuo. Namshuhudia yoyote aliyasikia maneno ya unabii wa kitabu hiki, hakuna kuyaongeza wala kupunguza. Kwa hiyo tuongeze wala tupunguza, tunaishi tu kile ambacho kimezungumzwa. Ndio maana sasa, ndugu msikilizaji unayenisikia, chukua kalamu yako, chukua daftari yako, twende kwa pamoja. Tunaendelea na somo letu linalopatikana katika kitabu cha Waefeso. Katika kitabu cha Waefeso. Na kabla ya kusoma, nataka niombe kwa ajili ya kipindi hiki kufungua. Na kwa ajili ya neno. Na tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu mkuu, mfalme wa uzima. Tunakutukuza na kukushukuru katika majira haya ya usiku huu, ambaye umetupa neema kuweza kufika katika studio hii, ili tukapate kuzungumza na watoto wako ambao uliwakusudia uzima. Maana ulinena ya kwamba kukujua wewe ni uzima, na wale waliokupokea uliwafanya kuwa wana wako. Jalia injili hii Baba ikapate kusikika, na kila mmoja uliyemkusudia uzima akapate kukuamini wewe. Tunahitaji kusikia kutoka kwako. Zibua masikio yao Bwana. Lete Baba ule ufahamu wa kiroho ambao ungeliweza kuwafanya kuelewa maandiko, na waijue njia hii Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba. Amen. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea mpendwa msikilizaji wangu, tunaendelea kusimamia mahali hapo. Jana tuliweza kuona mambo manne ambayo yameandikwa na Mtume Paulo pale aliyeongozwa na Roho Mtakatifu katika kanisa la mataifa. Tunaona Mtume Paulo ndiye aliyeweza kutunga katika mataifa, wakampa mkono wa shirika ili akapate kuipeleka injili katika mataifa. Sasa tunaona jinsi ambavyo mitume wote waliamini Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, na Mungu mmoja. Sasa jana tulizungumzia ubatizo mmoja, leo tutazungumzia imani moja. Maana unapokuwa umeamini na kubatizwa, lazima ujue kile ulichokiamini. Amina. Lazima ujue kile ulichokiamini. Imani ni uhakika wa mambo. Sasa kuna mambo ambayo unahitaji uyaamini, ya kwamba umempokea Yesu Kristo, na Yesu Kristo anahitaji haya, anahitaji haya, anahitaji haya. Unapoyaamini hayo, huo ndio uzima wako wa milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu zangu, leo tunataka tuende haraka haraka. Asilimia kubwa tunapenda watu waisikilize injili hii ya asili ambayo ilihubiriwa na Yesu mwenyewe. Ndio tunaendelea kuihubiri sasa, ambao watu wanahitajika waisikie na wageuke, waache dhambi zao, waache mitindo mibaya, waache mitindo ya mafundisho mabaya, kila kitu waje kwenye neno. Twende katika Warumi 10 mstari wa 17. Warumi sura ya 10 mstari wa 7. Mwingine anifunulie Waebrania 12 mstari wa 2. Warumi 10. Tutaanza Warumi 10 mstari wa 17. Mstari wa 17, maandiko matakatifu yanasema. Soma. Maandiko matakatifu yanasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tulia kidogo mpendwa. Sasa tunazungumzia imani moja. Kwa hiyo tunapozungumzia imani moja, tunaona mitume wanasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia neno litokalo kwa Kristo. Kumbuka ya kwamba mitume hawakuwa na neno lao wenyewe. Walikuwa na neno lililotoka kwa Kristo. Na hilo neno ndilo waliloliamini. Na hicho ndicho kitu tunachoita imani. Amina.
Imani ni kusikia, chanzo chake ni kusikia. Ndio. Kusikia neno la Mungu. Ndio. Kwa hiyo ndio imani. Sasa ndugu yangu msikilizaji, ndipo tunaona ya kwamba kama wewe unataka kujua imani hii moja, imani hii moja ni kusikia kutokana na neno la Mungu. Amina. Kila kitu ambacho kimeandikwa kutokana na neno la Mungu unapokiamini, hapo ndipo unapata uzima wa milele. Kama somo letu lilivyokuwa linasema, njia iliyowekwa na Mungu. Sasa imani hii iliyowekwa na Mungu ndiyo njia ya kuweza kukufikisha kwa Mungu. Twende Waebrania 12 mstari wa 2. Waebrania 12 mstari wa 2. Naam. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahili msalaba na kuidharau aibu. Simama hapo mpendwa. Amen. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kukamilisha imani yetu. Amina. Sasa sikiliza mpendwa, tunapozungumzia imani lazima utambue ya kwamba kile unachokiamini wewe ni nani aliyekianzisha. Amen. Tuna imani nyingi sana katika wakati huu. Kipindi Biblia inazungumza ya kwamba imani moja Mungu alijua, ndio Yesu alijua ya kwamba baada ya kutoka kwake watakuja watu. Biblia ilisema ya kwamba Yesu mwenyewe alipoondoka hapa alisema ya kwamba watakuja manabii wa uongo, watakuja walimu wa uongo, watakuja makristo wa uongo. Lazima hao waje na imani. Sasa kila akija akiwahi kusimama nabii lazima atakuwa na imani. Akisimama nabii lazima atakuwa na imani. Akisimama mwalimu wa uongo lazima atakuwa na imani. Akisimama mkristo wa uongo lazima atakuwa na imani. Sasa zitakuwa ni nyingi. Sasa akasema msidanganyike, imani ni moja tu. Na imani hiyo aliyeianzisha ni Yesu Kristo. Ndiyo tunayoitangaza. Na kama imani yako ndugu yangu itaenda kinyume na ile ambayo Yesu alianzisha, unahitaji kupiga hatua na utambue ya kwamba umeibiwa, utambue ya kwamba umedanganywa, utambue ya kwamba hutapata uzima, njia umeikosea, unahitajika kurudi. Tukimtazama Yesu mwanzilishaji wa imani yetu, twende katika waraka wa Yuda. Waraka wa Yuda 1 mstari wa 3. Mwingine afunue Luka 18 mstari wa 8. Naam, Yuda 1:3 inasema, ndio wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia ndugu yangu, kitu ambacho kinashindaniwa. Kama unashindana kwa minajili ya kupata uzima wa milele, uzima wa milele hautokani na mambo ya kisiasa. Amina. Uzima wa milele unatokana na mambo ya dini. Dini ni jambo, dini tu ni jambo la kiroho. Unapozungumza dini ni mambo ya kiroho. Ni mambo ambayo haitokani na mambo mengine yote ya siasa au vyama au mafogongo au vikundi au kitu chochote. Kila ni kitu kinachotokana na imani. Ni mambo ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama ni mambo ya kiroho, lazima tushindane na ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Na hao watakatifu waliokabidhiwa imani ambayo Yesu Kristo alianzisha, tuliona ya kwamba walikuwa ni watakatifu 12 ambao walikuwa ni mitume. Mmoja wapo ndiye Yuda. Anasema ya kwamba wapenzi, ishindanieni imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Kama ukiwahi kusema ya kwamba ninamwabudu Kristo, lazima ujue imani ya kweli ya kushindaniwa ni ile waliokabidhiwa watakatifu. Na watakatifu ni akina nani? Ni mitume 12. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa unahitajika kuangalia wewe imani unayoishindania ni ya mitume au ni ya mawazo ya mtu au ni ya mawazo ya mwanzilishi wako mkuu au ni mawazo ya kiongozi wako mkuu. Tutaliona hilo ndani ya maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Twende katika Luka 18 mstari wa 8. Luka 18 mstari wa 8. Luka 18 mstari wa 8. Naam. Neno la Mungu linasema, sawa, nawaambia
Luka 18. Ndiyo, Luka 18 mstari wa 8. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Jina la Bwana libarikiwe. Sikilizeni. Mungu awabariki sana. Amen. Je, atakapokuja Mwana wa Adamu, ataiona imani duniani? Ndio. Imani gani? Aliyoianzisha. Amen. Imani hiyo ambayo Yesu alianzisha, akawakabidhi watakatifu mara moja. Maana aliahidi kuja wakati wa mwisho. Ipo siku moja atakuja. Je, atakapokuja ataikuta hiyo imani bado ipo? Bado watu wanaishindania? Au bado watakuwa wameshageuka na kwenda katika imani zingine? Amen. Yes. Ndugu yangu, kumbuka katika majira haya ilinenwa ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani. Twende Timotheo 3. Timotheo 3. Timotheo wa kwanza 3 sura ya 3. Tajitenga na imani, Ndio. Roho anena waziwazi. Sura ya 4. Timotheo, Roho anena waziwazi. Rudia waambie Timotheo. Timotheo wa kwanza sura ya 4. Timotheo wa kwanza sura ya 4. Mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba. Nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Tulia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaona? Kwa hiyo ndio maana anasema, je, Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Kwa sababu katika nyakati za mwishoni kabisa lazima watu wajitenge na imani na kusikiliza mafundisho ya mashetani. Sasa mtu anaweza akauliza, shetani ni nani? Shetani anatumia mtu. Ndio. Shetani hatumiagi upepo wala miti. Ukitaka kumjua shetani umuone mtu. Ukitaka kumjua Mungu umuone mtu. Mungu anatambulishwa na mtu na shetani anatambulishwa na mtu. Mungu anatambulishwa kwa tabia zake ndani ya mtu na shetani anatambulishwa kwa tabia zake ndani ya mtu. Kwa hiyo watu watakapofanya tabia za shetani, alafu sasa wakisema ya kwamba wao ni waaminio na wakati wanaenda kinyume na neno la Mungu, hao wanaitwa ni mashetani. Na wanakuwa na imani tofauti na ile ambayo Yesu alianzisha. Sasa tunaenda sasa tuangalie imani. Maana tumejenga msingi mzuri sana kuihusu hii imani. Nilikuwa ninawajengea msingi ndugu zangu. Kwa sababu mtu mwingine hata imani hajui. Anaweza kuzania labda imani ni upepo, labda imani ni mnyama, labda imani ni kitu kingine. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Yale mambo ambayo Yesu aliyasema wakati wa mwili wake alipokuwa akitembea duniani hapa. Alafu hayo aliyoyasema ndio unahitaji uyaamini na uyafuate. Unapoyaamini, hiyo ndio imani yako sasa ya kupata uzima wa milele. Sasa wewe usingeliweza kujua kanisa kama yeye asingelianzisha kanisa. Usingelijua kuabudu kama yeye asingelianzisha kuabudu. Jina la Bwana libarikiwe. Usingelijua kitu chochote cha kiroho kama yeye asingelianzisha. Ndio maana pale Waebrania akasema tukimtazama mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani yetu. Sasa tunaona ya kwamba kama kuna kanisa ambalo yeye alilianzisha, ni Yesu mwenyewe alilianzisha. Na ndilo alilolikabidhi imani. Sasa tunataka tuone kanisa la Yesu lenyewe alipolianzisha liliaminije katika lile neno alilokuwa amewatuma na kuwapa. Alafu upime wewe ndugu yangu msikilizaji, unayeenda kanisani kila siku, unasema ya kwamba ninamwamini Yesu Kristo, unalingana na yeye alivyoliweka kanisa lake katika imani hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Ngoja nikwambie ndugu yangu, Yesu hakuanzisha kanisa lingine lolote. Leo hii tuna makanisa mengi sana hapa duniani, lakini lazima liwepo kanisa ambalo Yesu alilianzisha. Amina na amina. Kanisa alilolianzisha tunaliona hivi, lilikuwa ni kanisa la mitume. Ukitaka kuona ningelikuthibitishia baadaye, lakini ngoja tuendelee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuone kanisa lake la Yesu lenyewe liliamini nini? Kanisa la mitume liliamini nini? Twende Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2:8. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Soma katika jina la Bwana. Soma. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Sawa. Basi na wataka wanaume wasalishe kila mahali. Huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasila wala majadiliano. Simama mpendwa. Amina. Tunazungumzia sasa imani. Tunazungumzia imani moja. Angalia sasa Yesu alipoanzisha kanisa lake la mitume 12 pamoja
Pale Pentekoste anasema ya kwamba walikuwa na wengine walioamini, lakini mitume 12 ndiye aliyeweza kuwatuma. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yeye alipolianzisha na kuwatuma alisema hivi, nataka wanaume wasalishe kila mahali. Jambo la kusalisha, jambo la kusalisha halikuhusiana na mtu yeyote tofauti na mwanaume. Amina. Amen. Unaiona imani? Imani moja ninayozungumzia. Sasa jipime mahali hapo, mpendwa msikilizaji. Hiyo ndiyo injili ya asili aliyoihubiri Yesu mwaka 30 mpaka mwaka 33. Akasema enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili. Hiyo ndiyo aliyoagiza. Alisema nataka wanaume wasalishe kila mahali. Kama wewe unasalisha sio mwanaume, basi wewe hauko kwenye imani moja, uko kwenye imani nyingine ambayo tumeiona Timotheo ya kwamba itakuwa ni imani ya mashetani. Jioni ya leo tunamfunua shetani. Unajua shetani aliandikiwa kwenda jehanamu yeye mwenyewe, hakuandikiwa kwenda na watu. Amina. Kwa hiyo tunamfunua shetani, tunamnyang'anya watu wote ambao wamemfuata kupitia katika neno la Mungu, warudi katika neno la Mungu. Amen. Ilikuwa ni jambo la wanaume. Nenda mstari wa 12. Ndio. Mstari wa 12 anasema, ndio, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, wala kumtawala mwanaume, wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Bali awe katika utulivu. Amina. Utaenda mpaka 14. Ndio. Sikiliza mpendwa. Sasa kama kuna kuchanganyikiwa kwingi katika kipindi hiki, ni hiki. Ndio. Watu wamekosa shabaha. Watu wameshindwa kuyajua maandiko. Unajua wakati ulitabiriwa na manabii, ulisema ya kwamba itakuweko njaa. Sio njaa ya kukosa chakula, bali njaa ya kukosa neno la Mungu. Huu ni wakati wa njaa, ndugu zangu. Watu wanaojiita wa Kristo wana njaa ya kutolifahamu neno. Wanapiga piga tu, wanapuyanga puyanga tu, maadamu wanaenda kanisani. Mtume Marko aliwaona akasema wananiabudu bure. Sio kwamba waabudu, wanaabudu, lakini wanaabudu bure. Kwa sababu gani? Wanafundisha maagizo yaliyo ya nini? Ya wanadamu. Wanawapa kuamini kitu ambacho mwanadamu alianzisha. Biblia ilisema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa hiyo hapo imani moja. Ninamnyang'anya shetani watu. Shetani uliyechukua watu wa Mungu na kuweza kuwafanya watu wahubiri tofauti. Ninawarudisha sasa kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo ni kweli. Kupitia injili ya asili. Na warudisha na waleta wanaume wote wasimame sawa sawa na imani moja ya neno la Mungu. Nataka wanaume wasalishe, sio wanawake. Hiyo ni kweli. Amen. Simpi mwanamke ruhusa. Kanisa la Yesu hakuna mwanamke hata mmoja aliyewahi kuhubiri. Yesu alikuwa na wanawake ambao walikuwa wamemwamini. Walikuwa kwa kina Mariamu, tena mpaka leo mnawafanya vizuri sana. Walikuwa kwa Mariamu, walikuwa kwa Magdalena, walikuwa kwa kina Martha, walikuwa kwa kina nani? Wengi, lakini hakuwahi kuwatuma. Sawa. Hakuwahi kuwatuma. Maana alijua tutakwambia na sababu ni kwa nini ya kuwatuma. Amina. Ni neno la Bwana litasema. Mwanamke unahitajika ujue nafasi yako. Kama kuna mahali unaona mwanamke anahubiri na wewe pengine askofu wako alikwambia uhubiri, au mchungaji wako alikwambia uhubiri, au mtu yeyote mkuu alikwambia uhubiri, neno la Bwana limekataa. Limesema ni makosa. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume. Endelea. Nami nitaendelea. Ndio mpaka 14. Anasema kwa maana Adamu hakudanganywa. Kwa sababu Adamu hakudanganywa. Nitarudia. Kwa maana Adamu hakudanganywa. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa. Ila mwanaume alidanganywa kabisa. Ila mwanamke akaingia katika hali ya kukosa. Ila mwanamke alidanganywa kabisa. Rudia sasa. Nataka urudie tena. Rudia tena. Sasa inyoshe vizuri. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa. Ila mwanamke alidanganywa kabisa. Akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake. Sasa simama. Amen. Mnaiona sababu inayomfanya mwanamke asihubiri? Mungu akamkatazwa.
Mwanamke ndiye alidanganywa katika bustani ya Edeni, hakala lile tunda. Soma vizuri. Kwa hiyo katika kudanganywa huko, Mungu aliona mwanamke ni kiumbe dhaifu, maana yeye ni dhaifu. Kwa udhaifu huo alionao, akamkataza kwenda kuhubiri neno la Mungu, akamkataza kusimama mimbarani, akamkataza kufundisha, akamwambia anyamaze. Wanaume ambao hawadanganyiki, hao ndio wahubiri, ndiye aliyowatuma. Sasa ukimfanya mwanamke kuwa mchungaji na unamgawa eti unampeleka Shinyanga kuhubiri huko, atakutana alifanya biashara linanunua dhahabu, limejaza maburungutu kwenye mfuko, litamuonesha tu hivi linamuiba. Kondoo zitabaki bila mchungaji kwa sababu ni watu wa kudanganywa. Kabisa. Hiyo ni kweli kabisa. Kae jikoni. Lazima akae nyumbani. Imani moja. Waefeso. Mungu atusaidie sana. Mnaliona kanisa la Mungu? Je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Je, hebu fikiria leo hii. Hiyo imani aliyoianzisha Yesu Kristo ipo? Hawaipo, imepokonywa. Imepokonywa. Imepokonywa na nani? Imepokonywa na Ibilisi, kuingia kwa watu wa Mungu aliyowaumba ili watu wapate kumwabudu yeye. Akaonesha mafundisho ya kibinadamu tunayosai katika majira haya, na kuwaonesha watu ukweli na kuwatangazia kufunguliwa kwao, warudi katika injili ya asili, wapate uzima wa milele. Jioni ya leo, ndugu yangu, unahitajika kupiga hatua. Toka katika mafundisho ya uongo. Utaendelea kuabudu, kumbe unaabudu bure. Toka. Jina la Bwana libarikiwe. Tuendelee kidogo sasa tena. Hebu nipeleke Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 34. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Tulia kidogo baba, hii ndiyo ngoma yenyewe. Haina mbambamba. Mungu awabariki. Amen. Injili ya asili. Amen. Mpendwa msikilizaji unayenisikia, ni habari zenye matumaini na uhakika wa mambo. Ndizo tunazozizungumza katika kipindi hiki. Hatuna habari nyingine ya watu, hatuna habari nyingine ya vyama, hatuna habari ya dini. Tuna habari ya Yesu Kristo na neno lake kuhusu uzima wa milele. Ukisha kuja na kuamini injili hii, mbingu ni ya kwako. Amen. Amina. Kumbukeni ya kwamba wapendwa, nikwambie, Yesu atakapokuja kuhukumu, yeye hahukumii mawazo ya wanadamu. Hapana kabisa. Maana akichukua mawazo ya wanadamu, kila mtu ana mawazo yake, ili awe Mungu mwenye usahihi, atachukua Biblia yake, ndipo ataanza kusimama. Kila kizazi kitapita na neno lake la wakati. Sasa wewe mawazo yako hayo utayasimamisha pale kwenye neno kama yatasimama. Soma ndugu. Wakorinto ya kwanza 14, sura ya 14 mstari wa 34. Utasoma mpaka 38. Nitasoma. Endelea. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Sikiliza. Tulia kidogo. Nenda taratibu. Hata kama tukifungia hapa, maana imeshaingia. Amen. Kama kuna watu wanataka uzima wa milele, ndio huo. Amina. Uzima wa milele hauji kwa kuchunguzika. Uzima wa milele ni neno la Mungu. Lazima likae ndani mwako. Amina. Sikiliza sasa hapo. Mitume wanasema waliotumwa na Yesu. Amina. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Kwa nini wanyamaze? Wameshatuelezea sababu. Ni watu wa kudanganywa. Kweli. Unajua, ngoja nikwambie, hata ukiona mwanamke aliyejenga mji wake tu mwenyewe, huo mji ni wa kuchezea. Hauna heshima. Ni wa kuchezea. Ukiona mwanamke ana biashara yake tu mwenyewe, hata haisimamiwi na mwanamume, nakwambia hapo ni mafuta ya kujipaka. Ni shida tupu. Mungu asaidie sana. Maana haipo katika mwendeleo. Ni lazima urudi katika mwendeleo. Endelea. Maana hawana ruhusa ya kunena, bali watii. Anza tena. Nitaanza. Anza tena. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Maana hawana ruhusa ya kunena. Maana hawana ruhusa ya kunena. Bali watii. Bali watii. Kama vile inenavyo Torati nayo. Torati ni agano la kale. Amina. Tulia kidogo. Ni kweli. Torati ni agano la nini? La kale. Kuanzia agano la kale hakuna mwanamke aliyewahi kuhubiri. Agano la kale walikuwa na makuhani. Soma Biblia uone kama aliwahi kuwa makuhani mwanamke. Hapana. Kwanza alikuwa tu akizaa tu hawezi kwenda kwenye kusanyiko mpaka siku 30.
Sasa awe kuhani. Sasa kondoo watabaki na nani? Siku 30 zote. Jina la Bwana libarikiwe. Toka kule. Alafu leo hii mtu anakuambia kwamba si walikuwepo akina Dibora, walikuwepo akina Miriam. Nani alikwambia ya kwamba walikuwa ni wahubiri? Hapana. Amina. Mungu hawezi kujipinga. Unajua lazima uwe na ujuzi. Utambue ya kwamba katika kuhubiri kuna nabii, amina, na kuna karama ya unabii. Mungu atoagi manabii wawili kwa wakati mmoja. Mungu kila wakati anatoa nabii mmoja. Alitoa Musa, alikuwa peke yake. Alitoa Nuhu, alikuwa peke yake. Alitoa Joshua, alikuwa peke yake. Yeremia alikuwa peke yake. Isaya alikuwa peke yake. Hawezi nabii mmoja. Tunapozungumza nabii, nabii ni mhubiri. Amina. Ndiye nabii wa kizazi. Miriamu alikuwa na karama ya unabii. Kuna nabii na karama ya unabii. Ndio maana wakati wa Miriamu nabii alikuwa ni Musa. Yeye alikuwa na karama ya unabii. Ndio maana hata alipokosea alipigwa ukoma na akatengwa kule mbali. Sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Nabii wa Mungu akoseagi. Maana Biblia inasema neno umwijia nabii. Amina. Dibora kuwa nabii alikuwa na karama ya unabii. Unasema ya kwamba na Yesita je? Soma vizuri kitabu cha Yesita kama utamkutapo pale. Amina. Soma vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Ni wewe tu ndugu yangu ndiye umeona kwa makengeza. Amina. Mungu anaweza akayanyosha tu makengeza hayo kupitia neno la Mungu. Amina. Mungu akusaidie sana. Hii injili ni lazima ikufungue jioni ya leo. Usiku huu mpendwa, ikufungue hii. Mungu anakuponya. Amina. Endelea. Nao wakitaka kujifunza neno lolote. Sikiliza hao wanawake. Wakitaka kujifunza neno lolote hao wanawake. Ndio. Na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Wawaulize wanaume zao wenyewe huko nyumbani. Ndio. Maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na yatambue hayo ninayowaandikia. Ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Endelea. Lakini mtu akiwa mjinga na awe mjinga. Tulia. Sasa wewe mwanamke unayenisikiliza sasa hivi, kama wewe unahubiri, kama unataka kuwa mjinga, uwe mjinga wewe mwenyewe. Maana Biblia imesema kama unataka kuwa mjinga uwe mjinga mwenyewe. Lakini imekufahamisha kwamba ni marufuku mwanamke kuhubiri. Amina. Unasema si mimi niliwekwa na mkubwa wangu. Hatuna mkubwa. Mkubwa ni mmoja tu, Yesu Kristo. Na wote tunatazamia hukumu. Huyu aliyekwambia hubiri, huyu anatazamia hukumu siku moja. Unajua ndugu yangu, utamulilia na atakulilia, utaliliana. Na maandiko yalisema kipofu akimuongoza kipofu, wote wanazunguka shimoni. Muda ni sasa. Amina. Twende Timotheo ya kwanza 3 mstari wa 12. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 12. Mwingine anifunulie Kumbukumbu 22 mstari wa 5. Maandiko matakatifu yanasema, mashemasi na wawe waume wa mke mmoja. Sikiliza, imani moja ya kanisa la kweli. Amina. Sasa leo hii unakuta eti mashemasi unakuta ni wanawake. Ndugu zangu, hivi mnasoma wapi? Nikuambie wewe mwanamke, nenda kamuulize huyu aliyekuweka shemasi ya kwamba ulisoma wapi haya? Na ukikuta ya kwamba hayapo, tunarudi tu pale Mariko. Nao wananiabudu bure. Sasa dada yangu, yani unazaliwa duniani mpaka unamaliza miaka 50, unamaliza miaka 70 mpaka 80, unazeeka. Umo kwenye mafundisho ya namna hii na umesha upata ukweli wa namna hii. Kwa nini usikimbie? Kimbia kabisa. Kimbia dada yangu, ndugu yangu. Kimbia ndugu yangu. Tumeleta ukweli wa mambo. Huu ni wakati wa kumalizia. Na bahati nzuri imani hii dada yangu, ndugu yangu naye nisikiliza, iko ulimwenguni kote. Mahali pale ulipo hapo tupo. Hapo ulipo hapo tupo. Hapa Chato wapo. Useresere wapo. Geita wapo. Uwezera tupo. Buranga wapo. Irenza wapo. Dar es Salaam wapo. Nairobi wapo. Marekani wapo. Dunia nzima. Ndiyo maana ya Injili. Maana alisema iende ulimwenguni kote. Sasa ukikataa utaweza kutoa udhuru kwamba mimi sikusikia. Hapana, ni neema ya Mungu. Amen. Mashemasi wawe wanaume. Endelea. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja. Mashemasi wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Tulia.
Unaona kazi ya mashemasi? Sasa nikwambie ndugu yangu, sasa Mungu atakapokuwa siku ile ya hukumu anachukua kitabu chake, ni Biblia. Alafu wewe unafika pale unasema, "Shemasi, unaenda mwana mama." Tena unajibinya binya. Tena umevaa na mavazi ya aibu. Amina. Unajua leo hii wanawake wavai nguo. Yaani wamevaa mavazi ya aibu. Wako kama wauza vitumbua. Unajua mtu ili auze kitumbua lazima aweke kwenye kioo. Ili mpitaji akipita tu anakiona kimo ndani. Ndio mavazi wanayovaa leo. Yanayoonyesha uchi ndani. Hiyo ni laana. Ngoja sasa nije niwaoneshe. Na mnasema ya kwamba ndugu yangu, angalia shetani alivyowaiba watu. Tunamnyang'anya shetani. Amina. Amina. Dada yangu, ndugu yangu, hata kama unafanya hivyo ni kwa sababu ya mafundisho ya shetani ambaye amewapa watu ambao hawana nia njema kwa minajili ya kuwapeleka watu mbinguni. Amina. Sasa sikiliza injili hii. Nenda ndugu yangu pale. Mstari wa 13. Kwa maana watendao vema kazi ya shemasi. Omea tu hapo. Nenda Kumbukumbu 22 aliyekuwa pale. Kumbukumbu la Torati 22. Kumbukumbu la Torati 22:5 inasemaje? Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Tulia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Imani moja. Imani moja. Hivyo ndivyo kanisa la Yesu Kristo lilivyoanzishwa na ndivyo lilivyohubiri mpaka atakapokuja aikute imani ya namna hiyo. Yeye akasema ya kwamba waionao njia ni wachache. Wewe fikiria tu ione dunia jinsi ilivyo. Uone ya kwamba ni wapi wanawake ndio wamejaa sasa mtaani. Eti ndio sauti. Tena wanakuambia kwamba eti 50 kwa 50. Wewe Mkristo upaswi kusema hivyo. Wanaohitajika kusema hivyo ni serikali. Maana serikali yenyewe haina dini. Lakini sisi tulio na dini tunahitajika kuwarudisha watu kwenye neno. Amina. Amina. 50 kwa 50 haipo kwenye Biblia. Mungu akupasua mwanadamu katikati. Mungu aliumba mwanaume na mwanadamu huyu ambaye alikuwa ni mwanamke alimfanyia ubavu. Ni kitu kilichotoka kwa kingine. Akasema ya kwamba mwanamume atakutawala. Kwa hiyo upasu haupo kwenye mambo ya Mungu. Upasu huko kwenye mambo ya Kaisari. Kwa sababu kule tunatafuta Kaisari na Mungu ni vitu viwili tofauti. Yesu alisema ya Mungu mpe Mungu na ya Kaisari mpe Kaisari. Unapoona tuko hapa sisi hatuzungumzia Kaisari, tunazungumza ya Mungu. Amina. Kwa ajili ya uzima wa milele. Hatuzungumzii sheria wala hata majaji wala chochote kile. Kama unataka hayo, nenda maofisini. Lakini kwenye neno tunazungumzia ukweli tu. Maana huo ni uzima. Amen. Endelea sasa, rudia tena sasa. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Sasa angalia leo machukizo hayo. Kila mtaa leo ukienda utamkuta mwanamke ni shuruwali. Yaani wamesha katana mavazi yao. Ni shuruwali kaputura. Shuruwali kaputura. Shuruwali kaputura. Ndugu zangu, chukizo. Na kila siku wanaenda makanisani. Mungu asaidie sana. Amen. Ni kwa nini sasa kama yangelikuwa sio mafundisho ya wanadamu? Je, na alafu wana Biblia hii ambayo ninaisoma. Ndio maana nikakwambia chukua kalamu, chukua daftari, andika. Na utakapokuwa umepata, dada yangu, ndugu yangu, nakwambia kwamba njoo kwa Yesu Kristo. Amen. Unajua Yesu Kristo alikuwa na injili ya tofauti na Mafarisayo na Masadukayo. Mafarisayo na Masadukayo wao walisema kwamba nenda popote pale uabudu. Yesu hakusema hivyo. Yesu alipowakuta akikuta huko Farisayo, huko ndani ya zebu la Farisayo, anakuambia kwamba nifuate. Amina. Akikukuta huko ndani ya zebu la Sadukayo, anakuambia nifuate. Amina. Kwa hiyo injili ya Yesu ni tofauti. Amina, na madhehebu ya Mafarisayo na Masadukayo. Injili hii tunayohubiri, hatuhubiri ya kwamba nenda pengine, tunahubiri njoo. Amina. Njoo, toka, njoo. Ndio. Kila ndege wanaruka kwa jinsi yake. Amina. Wewe nenda pale wakute ndege wapo nyange, wapo nini. Wapurukushe waende juu. Utaona kila mtu ataenda kwa jinsi yake. Endelea. Wala mwanamume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke. Wala mwanamume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke. Kwa maana kila afanyaye